Zaburi 27 mstari wa 21 ni habari ya Daudi. Daudi akasema, E Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka kwa sababu yao wanaoniotea. Daudi akasema, E Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka kwa sababu yao wanaoniotea. E Bwana, unifundishe njia yako. Daudi alikuwa na njia zake lakini hazielewi. Alikuwa na njia zake lakini hazimsaidii. Anakuja kuomba msaada kwa Bwana. Anambia, E Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka kwa sababu ya wanaoniotea. Unifundishe na kuniongoza, sio unifundishe tu na kuniongoza pia. Unaweza ukafundishwa na Bwana usitaki kuongozwa ukakosea, usifika na kufika. E Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka. Unifundishe nikishaelewa na uniongoze pia. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Watu wengi siku ya leo wamekuwa ni watu wa kufundishwa ila hawataki kuongozwa. Watu wengi wamekuwa ni watu najua. Hiyo ni mbaya sana. Daudi anasema, E Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka kwa sababu ya wanaoniotea. Tuangalie Zaburi ya 32 mstari wa 8. Mungu anakuja kumjibu. 32 mstari wa 8. Mungu anakuja kumjibu. Zaburi ya 32 na mstari wa 8 anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Huyu ni Bwana anamwambia Daudi. Huyu ni Mungu anamwambia Daudi, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Bwana asifiwe. Ni Mungu anakuja kujibu maombi ya Daudi. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Hapa kwenye kufundishwa na kuonyesha, hapa njia zako hazifai. Hapa ni kumsikiliza Bwana anakufundisha. Mwanangu, fanya hivi, biashara fanya hivi, kama ni sadaka toa hivi, fungu la 10 fanya hivi, shukrani toa hivi. Swala la utoaji wa sadaka Mungu anakufundisha. Swala la biashara Mungu anakufundisha. Swala la kulea watoto. Sasa hivi tuko zama za mwisho. Shetani kainuka kwa kiwango cha juu mno. Bila Mungu hatuwezi kulea watoto. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuwalea watoto. Bila Mungu ndoa haiwezi kusimama. Adui kainuka. Hii ni swala la kufundishwa na Bwana kila pande. Uwe ni mfanyabiashara, uwe ni mwalimu, uwe ni mtu yoyote yule unafanya kazi serikalini, uwe ni mjasiriamali. Hiki ni kipindi na haya ni majira, na huu ni wakati wa kumtaka Bwana na nguvu zake zote, ikiwemo na kufundishwa na Bwana, kushauriwa na Bwana, kuonyeshwa njia ya kupita, njia ikupasayo. Bwana asifiwe. Asema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri huku jicho langu likikutazama.